Baada ya kuenea kwa taarifa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa vijana wawili wanaofahamika kwa jina la wachokonozi, Joseph Mlindoko na Jackson Kabalo, wametekwa na watu wasiojulikana wenye silaha, sasa imebainika kuwa madai hayo si ya kweli. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha kupitia kwa kamanda wa polisi Justin Masejo limethibitisha kuwa vijana hao wanashikiliwa na polisi kwa makosa mbalimbali. Hata hivyo, kamanda Masejo hakufafanua ni makosa gani hasa wanayoshitakiwa nayo, akibainisha kuwa uchunguzi bado unaendelea. Alisema taarifa kamili zitatolewa baada ya uchunguzi kukamilika. Aidha, hakutaja wazi ni kituo gani cha polisi wanakoshikiliwa vijana hao kwa sasa. Labda nikwambie moja, polisi wanawaachia nguvuni watu wengi na vituo ni vingi, kwa hiyo sio kila wanaokamatwa wanatangazwa. Kwa sababu tungefanya hivyo basi tungekuwa tunatangaza watu wengi sana kulingana na idadi ya vituo tulivyonayo. Lakini watu hao wanashikiliwa kwa makosa ya kipolisi. Kwa hiyo wanashikiliwa kwa ajili ya wamekamatwa kwa ajili ya makosa ambayo waliyafanya. Labda ni makosa gani kamanda ili sio kila anayekamatwa anatangazwa. Ni makosa tu kwa sasa, bado tunaendelea kufanya uchunguzi wao, lakini kimsingi jua tu kwamba wamekamatwa. Na uchunguzi wao utakapokamilika basi taarifa kamili itatolewa. Labda wako kituo gani kamanda? Hapana, hilo sasa sidhani kama linahusika sana. Kinachozidi kwamba wao wamekamatwa na hojiwa. Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa kijiji cha Maji Chai Bwana Mase Mbise amekanusha vikali taarifa ya kutekwa kwa vijana hao. Akizungumza na waandishi wa habari, Bwana Mbise alisema kuwa mnamo tarehe 20 Juni 2025 majira ya saa 4 asubuhi, askari polisi walifika katika ofisi ya kijiji kutoa taarifa ya dhamira yao ya kumkamata Joseph Mlindo kwa tuhuma zinazohusiana na uhalifu wa kimtandao. Tukio hilo limeibua mijadala mikubwa mitandaoni, huku baadhi ya wananchi wakieleza wasiwasi wao kuhusu usalama wa vijana hao na wengine wakitaka ukweli wa mambo utolewe haraka. Hata hivyo, mamlaka zimewahakikishia wananchi kuwa kila kitu kitafuata utaratibu wa kisheria na taarifa rasmi zitatolewa pindi tu uchunguzi utakapokamilika.